Kwa majina naitwa Semelango. Niko na mambo mawili ya kusema. Kwanza nitaanza kusema mambo ya ugavana Nairobi. Nina uhakika kamili gavana wa Nairobi itachukuliwa mapema na none other than Paul Ongili, the only babu, kwa sababu there are so many reasons as to why we peg our hopes and I believe in Babu Owino to unseat the current governor we have in Nairobi. Nairobi is a city. Is a city. Haiwezi pima Nairobi na Turkana. Nairobi hizi endesha kama mtu anaendesha gari ya miraa. Nairobi governorship ni babu kwa sababu. There are very many reasons. Sababu ni nyingi sana. Huwezi kuja ukapima Babu Owino na bwana anaitwa Ugakuya. That is an amateur. Hata kwa bunge hakuna motion moja ambayo matapeleka izungumziwe kwenye bunge. He sits there every and again in parliament. Na kuna motion ameleta na anakuja kutuambia nataka kuwa kama Nairobi. Kama nani? Governor ni Babu Owino. Mapema. Very early in the morning. Mambo ya pili nataka kuongea kuhusu kwenda Kisumu. I want to urge my brothers in Kisumu. We've been guaranteed freedom and rights. All Kenyans have the right and freedom to associate, to assemble, to walk in different places. On 26th, ambayo itakuwa ni Sunday, kutakuwa na linda mwananchi, rally ya linda mwananchi. Naomba serikali, kama wezi weka security, wacha jamaa wajilinde. Lakini kuwazuia kuwaletea vurugu, tunakashifu na tunakataa. We want to ask people from Kisumu, ni watu ambao wanajulikana, wanapenda amani. Tunawaomba, let us preach peace as people are going to Kisumu. Let them come and tell us what they want. Wakuje waoze sera zao, tuwasikize wanasema nini. Lakini kama wewe uko na yako, unawapinga, say yours. That is it. Sema yako. Hakuna mtu anakukataza kusema yako. Kenya is a democratic state that guarantees each and everyone to speak his mind. Thank you, Mr. Speaker.